Wapenzi wapendwa watazamaji na Wakristo wenzangu, nataka kuchukua fursa hii kwa kuwakaribisha tena katika ujumbe huu wa muhimu, wa maana, wa mafundisho kusaidia familia na watoto wetu mahali popote walipo. Siku ya leo mimi mtumishi wa Mungu Innocent Wabuyele tukishirikiana na mtumishi wa Mungu Joshua Omare tunataka kuwaletea kipindi hiki katika masaa haya. Ipo mahali popote ulipo, tunataka ya kwamba uchukue muda wako wa kusikiza, kutazama na kufuatilia yale ambayo tutaenda kukusimulia, sababu ni mambo yanaweza kukugusa kama familia, ya kugusa kama mtoto, ya kugusa kama mzazi, ya kugusa kama kanisa na kama kijiji. Kwa hivyo kabla tuingie katika huduma hizo, nataka kumkaribisha mtumishi wenzangu ndugu Joshua atuongoze katika ombi ndio tuanze kukusimulia. Tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru. Asante kwa vile unatupenda ubeo kama watoto wako. Asante sana kwa muda huu ambapo tunaenda kujifundisha maneno haya. Baba, tunaomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu aweze kutuongoza na yale ambayo tutakayojifunza yawe ya manufaa, na zaidi ya yote tufunguke macho na roho zetu zote tujue vile ulimwengu unavyoendelea. Kaa nazi, ndilo ombi letu katika jina la Yesu Mwombezi wetu. Amen. Amina sana. Kwa hivyo wazazi mahali popote mnatazama na wanafunzi na wote wanaotazama mtandao huu katika masaa haya. Yes. Hapa tuko katika tumetembea katika maombi, deliverance prayers kwa mtoto mwenye alikuwa ameingizwa katika mizimu ya cult ya Devil Worship Illuminati tangu mwaka wa 2023. Akiwa katika hali hiyo amehangaika. Ukiangalia hapa kwa meza kuna vitu mbalimbali. Hicho ni kitu kimoja, tutaenda kusimulia maana yake ni gani. Kuna mfano kama wa ndege, watoto wanapenda kutumia sana, tutasema ni nini. Kuna mfano mwingine hapa wa chombo, watu wanaweka katika zingo zao, tutaenda kuona ni nini. Kuna mkopa mwingine hapa wa iPhone, inatumika kama Bluetooth, lakini tunaenda kusema maana yake. Tena hapa kuna mikopa hii watu wanafaa kwa kichwa, kwa shingo na wengine kwa mikono. Tutaenda kuona maana yake. Kuna hii nyingine inatumiwa kama maua, kwa nguo ama kwa shingo. Tutaenda kuona maana yake kulingana na nguvu za mizimu. Kuna kitu kingine hapa kinatumika sana na vijana, kimeandikwa hayo machina, tutaenda kuangalia imeandikwa air, lakini tutaona maana yake kiundani. Kuna mkopa mwingine hapa umeandikwa China ambalo ni prenda, tutaenda kuona maana yake. Kuna pete, tutaenda kuona maana yake na hiyo pete kazi yake ni nini. Kuna perfume hapa inatumika, inaitwa English Rose, tutaenda kuona jina lake kamili ni gani katika hali hiyo, katika nguvu za shetani. Kuna ingine hapa nayo ni perfume, watu wanatumia, tutaenda kuona maana yake. Kuna saa hapa ambazo watu wanatumia, tutaona maana yake. Kuna hiki kitambaa ambacho kinatumikwa sana na watu wengi, tutaona maana yake. Kwa hivyo nataka usiondoke, umakinike katika kutazama na katika kusikiza. Tukianza pole katika wale wenye wako katika mzimu ya kuabudu shetani, ukiona mfano wa ndege kama huu katika nyumbani mwako, ujue ya kwamba hii inatumika katika kuharibu, in crashing. Yaani sikigongana watu wanakufa. Kwa hivyo ndizo zinatumika katika kusababisha ajali barabarani na katika kusababisha ajali za ndege na ajali zote unaona, hii ndiyo inatumika kama mfano wa crashing. Kwa hivyo ukiona mtoto wako kuna kitu kama hiki, kwanza kabla muachilie, chunguza na ujue maana yake ni nini, sababu mwenye ameingia katika hiyo amesimulia na amesema inatumika katika kuharibu na kusababisha ajali barabarani. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Hiyo tumemalizana nayo. Katika upande huu ningetaka utazame vizuri sana. Hicho ni kitu kinatumika kama mfuko wa simu, unaizuia ya kwamba simu isije kianguka chini sikaharibike. Ukitazama hapa iko na sehemu tatu ambazo zinasema kwamba ni macho matatu yale ambayo ni ya shetani na inasimamia alama ya shetani kulingana na vile tutaenda kusoma katika kitabu cha Ufunuo 13 tukianza mstari wake wa 17 na ule wa 18. Tujue maana ya hii kulingana vile imesimuliwa. Ukitazama hapa kuna macho mawili. Na hii macho mawili iko hapa, ukiangalia vijana wako na simu kama hizi, zinatumika kwa kuwasawishi
watu kuingia katika cult, sana sana wasichana. It is persuasive, inatumika kwa kupersuade mtu na ingie kwenye uko anataka. Sasa tumegundua kwamba hii ukiangalia inatumika in very expensive fonts na iko na maana yake. Maana yake ni gani? Ipo soma Ufunuo 13:17 na ile 18. Maana yake inasemaje? Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa anachapa ile. Isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule. Jina ya mnyama yule. Au hesabu ya jina lake. Au hesabu ya jina lake. Hapo ndipo penye hekima. Hapo ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili. Yeye aliye na akili. Na aihesabu. Na ihesabu hesabu ya mnyama huyo. Ya mnyama huyo. Maana ni hesabu ya kibinadamu. Maana ni hesabu ya kibinadamu. Na hesabu yake ni 666, yani 66. Kwa hivyo ndio hii 6 ya kwanza. Ukiangalia hii 6 hapa, ukipitisha hivi inakuwa 6 moja, ukipitisha hivi inakuwa 6 ya pili, ukipitisha hivi inakuwa 6 ya tatu. Ndivyo tumezimuliwa na wale ambao ni wenyeji wa hii. Kwa hivyo nataka vijana uangalie hiki kitu sana, uone kwamba huo mkopa ukiona uko wa jinsi hiyo, ukimbie mapema, sababu ni msimu ya shetani. Kwa hivyo nafikiria ni vitu za kawaida, lakini siko na mambo yake. Tena kuna kitu kingine hapa. Hii inaitwa ni Bluetooth ya iPhone unatumia. Kwa hivyo imesemekana hii inatumika sana kwa wale ambao kuwasiliana na wale watu wenye wako katika mashetani na kuwaelekeza ni kitu gani mnafanya na mmefika wapi. Kwa hivyo usije ukaangalia hiki kitu tu na ukafikiria ni kitu cha kawaida, lakini iko na mambo yake ndani yake. Hiyo ni sehemu nyingine, tumeondoka. Hii saa ukiangalia, hii ni ya mawasiliano and it is for beauty, kuonesha ya kwamba mnawasiliana namna gani, unafaa kufanya nini na ni kitu gani ufai kufanya. Inatumika katika technology. Na hii technology nataka unifungulie katika kitabu tunaita Danieli 12 mstari wake wa 4. Ili ya kwamba tuone ni jinsi gani Mungu alituonya ya kwamba technology ikiongezeka ama maarifa yakiongezeka kwamba itakuwa namna gani. Soma. Danieli 12 mstari wake wa 4. Biblia inasemaje? Lakini wewe Danieli, yafunge maneno hayo, ukakitie muhuri kitabu, hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huku na huku, na maarifa yataongezeka. Kwa hivyo Danieli alisimuliwa ya kwamba wakati utafika maarifa yataongezeka, na yale maarifa yakiongezeka yanaleta mabaya. Kwa hivyo vile maarifa yameongezeka, ndio sasa unaona mabaya yameongezeka katika dunia. Kwa hivyo ukitazama hata ajali zinazotendeka barabarani, usifikirie ni ajali za kawaida. Vile tumesimuliwa na huyu mwenye amekuwa katika hiyo mizimu, ni ajali zinasababishwa na shetani, kwa sababu wanakunywa damu na kuleta maafa katika dunia. Na vitu vinatumika ni vitu rahisi kama hizi, unatumia kama simu ama unatumia kama saa, na hizi kitu umeona ni kama kitu ndege, inasababisha katika hali hiyo. Tena hapa kuna kitu kingine, mlisema hii inaitwa James nani? James Jordan. Yeye ni nani? Yeye ni mkuu wa kampuni. Ya kampuni hii. Kwa hivyo yeye ndiye the boss wa Freemason, ndiye mkubwa ambaye ni Diamond mwenye hiki kitu. Kwa hivyo mzazi, ukiona mtoto amefalia hiki kitu, unafaa kumnyang'anya na kuchoma, sababu kinauziana na nguvu za ushetani ambazo zinasababisha mambo mabaya katika barabarani. Tena hapa hiki ndicho kinapendwa sana na watu wengine, sababu ukikichukua jinsi hii, ukifungua hapa nyuma, unaweza ukaiwekelea tu hapa maridadi tu, na unaifunga tu ikiwa kama maridadi, ikiwa hapo. Lakini sasa imesemekana ukiangalia hiki kitu na wale wenyeji, unapata kwamba hii katikati ni chicho, inaitwa the eye of Horus. Ukifanya jinsi hiyo, ndio iko katika nyuma ya pesa ya dola ya Amerika yenye inatambulika sana. Kwa hivyo hii eye of Horus, hii ndio ya kuona
penye ajali inaenda kutendeka, wakienda safarini, ndiye inatumika kitu hiki. Kwa hivyo usione hizi vitu ufikirie ni vitu za kawaida, ni vitu siko na kazi yake na siko na misimu ya shetani. Na pia ni mark of identity. Na ni mark of identity. Asante sana ndugu kwa kunikumbusha ndugu Chafet. Ni mark of identity. Yaani mtu akivalia jinsi hii, wale wenye wako katika safari hiyo ni kama gari ya GK. Maaskari wakiona GK wanajua kwamba ni gari ya government. So this is the number plate ya kuonesha kwamba wewe you are in the cult ya Illuminati. Kwa hivyo ninataka mtazame, ukiona mtu amevalia kitu kama hicho, muone mapema because it comes from the cult. Na wengine hata ni wachungaji. Na wengine ni wachungaji hata vile imesemekana. Hapa kuna pete. Na hii pete mlisema inafanya nini? Hii ni ya kuchanganya. Hii ni ya kuchanganya akili. Kwa hivyo pete kama hii haiwezi kaoneshwa hata kwa barabara. Mtu mwenye alikuwa anaendesha gari, anachanganyikiwa na akili, gari inaua watu. Kwa hivyo tazama kama hizi ajali zinatendeka mahali panaitwa Sariga. Wengine wamekufa watu wengi. Kwa hivyo ni mambo yaende ikawa imezimuliwa na mambo ya mizimu. Na hata hii pete ukipata wamefalia jinsi hii, akisalimia msichana anamfuata bila kusawishiwa. Kwa hivyo ni ya kuchanganya. It is enticing and persuasive katika hali ya kutenda maovu. Hizo pete kwa hivyo ukiona watoto wamefalia, siangalie. Ndio sababu hata katika kufunga ndoa haistahili kufalia pete. Sababu wenye wako hapo wametusimulia ya kwamba hii pete ni misimu ya shetani na iko na nguvu zake. Kuna kitu kingine hapa. Hiki ndicho nilifurahishwa nacho sana. Mlisema ni cha nani? Cha Diamond. Imetengenezwa kutoka na silver. Mlisema maana yake ni nini? Maana yake ni Vike. Vike. Ili China liko hapa sababu kuna W. Wewe kwa macho unaona ni na W na hapo katikati kuna ingine hii inaitwaje? Hii inaitwa ni kama C ama E. Hii nyingine inaitwa ni kama M ama E. Sasa hii imeonekana hapa, hii ni fee, inachukuliwa moja fee na hii nyingine. Kuna vile ilielezewa, eleza sasa tuone vile iko. Kichukua upande wa kwanza. Upande wa kwanza huwa W. W unagawa unaweka V. Unaweka fee sasa vile inaonekana hivi unaweka fee, Hiyo inabaki inakuwa I. Inakuwa hii sasa inabaki inakuwa I. Hiyo I unageuza bado inakuwa K. Inakuwa K sasa ndio imegeuzwa hapa imeshika hii imekuwa K katikati hapa, Alafu hiyo vile imewekwa hivyo E. Hii sasa hii inakuwa sasa ni upande huu. Alafu inasomeka Vike. Inasomeka Vike. Sasa hiyo Vike maana yake ni nini? Ni mkuu wa Illuminati. Kwa hivyo ukiona mtu amevalia kitu iko jinsi hiyo, iko na maana yake. Inaonesha ni mkuu wa Illuminati. Kisha baadaye inasimulia utajiri. Si ndio hiyo mlisema? Kwa hivyo ukiona mtu amevalia kitu kama hiki, mtoto mpendwa, mfurana, msichana, mzazi, kiongozi, ukiona kitu hicho, ujue kwamba kiko na mizimu na kina na nguvu za kiushetani, naweza kusababisha maafa katika mji wako. Hapa ukiangalia hiki kitu ni kitu tu cha kawaida. It just has some pits which are so. Ni kitu tunapenda tu cha kawaida tu. Lakini sasa tumeambiwa kwamba kando kuna weupe. Weupe unasimamia kwamba ni nuru ama mwanga ama mchana. Na hapa kuna weusi. Weusi unasimamia ya kwamba kuna giza. Kwa hivyo hii inatumika katika kuua. Unaweza ukaua usiku ama uwe mchana. Kwa hivyo ukiona mtu amevalia kitu kama hiki, usifikirie kwamba ni maridadi tu, lakini iko na sababu yake na iko na nguvu zake. Tena kuna kingine hapa. Hiki kingine ukitazama vizuri katika hizi namba ukisiunganiza, sikienda jinsi hiyo, sinaleta jina linaitwa Brenda. Hilo jina linaitwa Brenda ni kumaanisha ya kwamba huyu ni yule mwenye alikufa. Sasa mwenye alipachikwa hiki kitu akapewa, amechukua sehemu ya yule mwenye alikufa. Sasa mwenye ako hai ndiye anatekeleza yale Brenda alikuwa anatekeleza. Kwa hivyo usione mtu amevalia tu kwa mkono jinsi hii na wewe unakimbia ukisema ya kwamba ni kitu sawa. Hii kitu iko na kazi yake. Tumezimuliwa ya kwamba hilo china Brenda ni mwenye alikufa na mwenye aliingizwa akapewa hii ya Brenda ili kwamba kutekeleza ikiwa Brenda alikuwa anaua na huyu ataendelea kuua na ataendelea katika hali hiyo katika kutenda mambo hayo ya kuleta watu katika shetani. Kwa hivyo sasa sehemu nyingine hii tumeona ya kwamba inaitwa English Rose. This is a perfume. Maana yake mlisema ni nini? Hebu tusimulie. Ni black rose. Ni black rose. Kwa hivyo ni rose mweusi, sio mweupe. Asionekana. Ambaye ilikuwa in position ya mtu ambaye alikuwa katika Illuminati na alikuwa katika cheo kikubwa. Yeye alikuwa katika cheo kikubwa sana. Kwa hivyo ukinunua hii rose ni hii ama ni perfume, unamtukuza yule
ambaye ni Dark Rose mwenye alikuwa cheo kikubwa katika Illuminati. Na nyingine mlisema jina lake limefutika, lakini hilo chino liniandikia hapa. Nikasema linaitwa hilo china. Utalisoma hilo china mstari wa chini. Balenciaga. Linaitwa Balenciaga. Kwa hivyo kuna Balenciaga, manguo inaitwa Balenciaga, mafuta inaitwa Balenciaga, viatu na hizo vitu kama hizo. Sasa kama hii ni perfume inaitwa Balenciaga. Maana yake ni nini mlisema hii? Ni dunia kwa attract. Sasa mtu akichipaka hiyo anafutia watu wanaanza kumfuata. Sasa na hii tumeeleza kwamba hii Balenciaga imeandikwa kwamba sehemu ya kwanza inaitwa Pal. Yaani miungu ya Pal ni miungu ile inatumika, miungu ya Kiroma, miungu ya Pal, miungu ya ushetani. Baal is the king. Kwa hivyo imeandikwa sasa, ukiangalia Baal en is na hii Siaga is the king. Kwa hivyo Baal is the king. Yaani Baal ndiye mkubwa. Kwa hivyo ukinunua hii mafuta ya Balenciaga ama hizo nguo ama hizo viatu, unatangaza ya kwamba shetani ndiye mkubwa kuliko nani? Kuliko Yesu Kristo. Kwa hivyo haya mambo tumewasimulia ili ya kwamba yakaoneshe ni kitu gani kinaendelea. Hapa kuna kitambaa. Hiki kitambaa kinatumika sana. Tumeeleza ya kwamba this is the honor of the kings. Wakati wanapoenda katika kuabudu mashetani yao, wanafalia jinsi hiyo. Wakifalia hivi, inarushwa kuchapa mbele in honor of that, na inashikanishwa na hii. Sasa ukishikanisha na hii, ukiweka kwa kichwa ukishikanisha jinsi hiyo, sasa hii it is honor of the king, ya kwamba wewe ni mkuu ambaye ni mkuu wa mashetani mwenye amefalia diamond. Sasa hizi vitu ukisitazama, ukisiona kwa nyumba yako, sio vitu bure. Kama hii sasa vile penye tumeitoa, na hizi vitu zingine zilikuwa zimefungiwa kwa sanduku, na hii ilikuwa imefungwa kwa mlango penye mtu anaingia. Na tukapata katika kwa kitanda Biblia. Wapi ile Biblia? Kuna hii Biblia hii. Sio hiyo. Kuna hata ikiwa ni hii sasa, ile ilikuwa. Hii Biblia ilikuwa imewekwa hivi kwa kitanda ikiangalia chini. Ikiangalia chini opposite down, hiyo ni kumaanisha ya kwamba hapo sasa unatukuza shetani baada ya kumtukuza Mungu. Kwa hivyo Biblia inafaa kuchukuliwa ikiangalia juu, ikisomwa jinsi hiyo. Kwa hivyo Biblia ni kitabu ambacho shetani anaogopa sana. Kwa hivyo mpenzi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ningetaka kwamba uofie sana katika mambo haya. Ukiyatazama katika hizi vitu, umeona ni vitu za kawaida, lakini umeona ni vitu ambazo ziko na misimu na mambo ya kishetani. Na mwenye amezimulia ni mwenye alikuwa ameenda hatua ya kiundani sana, lakini achabu ni kwamba Mungu amemkomboa. Hatuendi kutamka jina lake, hatusemi yeye ni nani na kuwa ni wapi, lakini wewe amini, yeye ndiye ametuelezea na ametuambia vile mambo inaenda. Na wewe sisi kumuombea, na sisi tukizidi kuomba, tukijua ya kwamba tuwatunze watoto wetu na familia zetu, hali mambo inaweza ikakupata hata wewe, lakini bado Yesu ni Bwana. Amen. Sasa katika hizi vitu tunaenda kusiharibu kupitia kwa moto. Kwa nini tunasiharibu kupitia kwa moto? Waibrania 12 mstari wa 29. Kwa nini tunasiharibu kwa moto? Sababu mwenye hizi vitu ametuambia, ikiwa we have gone for deliverance prayers, usitupe hizi vitu kwa choo. Sababu ukitupa kwa choo wenyewe wanachukua, lakini ametuambia sina angamizwa kwa moto, sinaharibiwa kwa moto. Na ndio sababu gani tunasiangamiza kwa moto? Maana inasemaje? Waibrania 12 mstari wa 29. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Kwa hivyo Mungu wetu ni moto ulao. Na huo moto unapatikana ndani ya Kristo. Unaingia, unachoma kila kitu, unaharibu kila kitu, unaharibu nguvu za shetani. Ndio sababu unajua mpenzi mpendwa, Yesu atakaporudi, hata sisi wenyewe tutakuja kuangamizwa na kuchomwa kwa moto. Kwa hivyo sasa ningetaka uandamane pamoja nami mpaka tutakapoenda kuharibu hizi vitu, kisha baadaye tutamaliza na ombi tukiendelea katika hali hiyo. Naomba kuelezea jambo. Wapendwa, nashukuru kwa sababu ya kuwa waaminifu katika kufuatilia mahusiano ama majadiliano na mafundisho yanayoendelea katika channel hii. Kuna mambo ambayo tungependa kuyafunua vizuri kutokana na vitu ambavyo vinaonekana vya kawaida. Ni vya kawaida sana na hata mtu hawezi kuyatambua kwamba mambo haya ni yana maana fiche sana katika ulimwengu wa kiroho. Naomba dada unisomee kitabu cha Waefeso 6:12. Waefeso 6:12. Itatupatia maana dhabiti. Inasema namna gani?
Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Maana kushindana kwetu sisi wanadamu si juu ya damu wala na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. Hayo ndiyo maisha ambayo tunaishi kama Wakristo ambao tunatazamia utakatifu wa Mungu. Kristo anaporejea mara ya pili, ama vita vinavyodumishwa katika ulimwengu sio vita vya damu na nyama. Unapogeukia mwenzako kumkatakata ama kupigana naye kwa njia yoyote kwa sababu amekukasirisha, wewe unaingia katika vita vya damu na nyama. Lakini Kristo anatuambia vita vyetu vio vya damu na nyama. Sasa vita ambavyo tunapigana navyo katika maisha ya ulimwengu wa kiroho ni mambo kama haya. Haya ni mambo ambayo yanatokea yakiwa ni ishara tu. Hivi vitu ni ishara ambavyo vina maana kubwa sana katika ulimwengu wa kiroho. Na ndio naomba, kwa sababu tuna watoto na tunao wanaokuwa, ni vizuri mambo mengine kuyaweka wazi, ili mzazi usione vitu vikiwa vya kawaida vinapoonekana katika nyumba yako, vingine uviombee sana na uwe makini. Maana Waefeso hiyo 5:15 inasema jambo. Basi angalieni sana jinsi mnavyoishi, mnavyokuwa, mnavyoendelea katika maisha haya, kwa maana si kama watu wasio na hekima. Tusiwe tunakaa kama watu ambao hawana hekima, bali kama watu wenye hekima. Mungu anahitaji kwamba tuwe na hekima tunapofanya ama tunapoishi maisha haya. Alama hii ambayo tumefundishwa ni alama ambayo ina maandishi ambayo yamefichika sana. Sisi wengine tunaposoma tunasoma WCB. Na haya yanafanyika sana katika makao makuu yanayopatikana nchi ya Tanzania, jirani yetu. Ni vizuri kuyaweka wazi. Alama hii wale wanaijua. Inapatikana katika nguo, inapatikana katika masweta, matisheti, vitabu. Kuna vitabu vimechapishwa vinavyoelezea maana ya hii. Hata viatu. Huyu ni mkuu, maana maelezo ya jambo hili yamesema kwamba uhusiano ulio na maelezo haya ni ukuu ama uongozi. Vice ni kiongozi. Sasa ni kiongozi yupi na ni kiongozi wa nini? Kama tulivyosoma kwamba ni wakuu wa falme wa dunia hii, basi huyu ni ndugu wetu, mtu mungwana tu, ni mwenye talanta, ni mwimbaji, mwanamuziki maarufu anayejulikana sana, na kwa sababu ana nguvu ambazo wamepewa na wenyewe, amefanywa kuwa mkuu wa muziki katika ulimwengu wa kiroho, kuongoza watu katika mandhari hii ya ibada ya shetani ama ya sanamu. Sasa ndugu zangu, unapoona jambo hili, ndugu wetu wanavalia wakiona wako salama, jihadhari sana, maana si hilo tu. Katika picha hii ya kifungo cha simu, hivyo vimacho unaona vinakaa kama kuna mark, ni kama kimekatwa, ni pyramid. Ina maana fiche sana. Ile sign ya hivi. Hebu ifanye ya kichwa. Alifanya sign hiyo ikiwa hivi. Kuunganisha, kutengeneza pyramid. Na anafunga vidole kwanza, alafu anawekelea. Naenda hivi pyramid. Ukiangalia sehemu hii ya mikono yangu ni pyramid. Na ukiangalia kichwa changu ni jicho. Inaleta alama ile ile ambayo tumefundishwa kwamba ni utambulisho, ni alama ya utambulisho kwamba wewe ni mmoja wao. Kwa hivyo unapoona vitu hivi, wengine hata ni wachungaji kama sisi, katika nguo zetu, koti zetu na suti, unapata umewekelea alama hiyo. Labda ni kwa kutojua ama kudhani kwamba ni nguo inawekewa maridadi, lakini wenyewe wanapokuona na nguo hiyo wanatambua ya kwamba wewe ni mmoja wao. Na hata imani unayofanya ama ile service, huduma ambayo unaifanya, ikiwa maombi, ikiwa deliverance kama hii, ikiwa ni kufundisha, haifanyiki kwa uwepesi wa jina la Mungu, kwa sababu tayari umejifunga kwa ishara ya vitu vya wenyewe. Mambo haya, usiwe msafi zaidi. Biblia inasema vizuri, usiwe mwerevu kupita kiasi, usiwe siasome ile fungu.
Mhubiri 7 hasa fungu la 16. Fungu la 16 na 17. Ya, usiwe mtu ambaye unataka kupitisha uwerevu wako. Mungu aliumba wanadamu wakiwa ametosheka jinsi alivyowaumba. Lakini sisi wacha some kwanza hiyo ndio arudi hapo. Hapo 7:29. Mungu aliumba wanadamu mnyoofu. 7:29. 29 hiyo 16 na 17. Bila Mungu alituumba. Tazama. Hili tu nimeliona. Hili limeonekana. Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu. Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu, mtu mpole, mtu mkamilifu, mtu ambaye ni simple. Mtu simple. Lakini wamebuni mafumbuzi mengi. Sisi wanadamu tumebuni mavumbuzi mengi. Ndio haya. Mungu alikuumba akasema oga, ujipake mafuta, uvae nguo, ukue smart. Wewe ukioga unaongezea perfume, unaongezea shanga, unaongezea pete, unaongezea vitu vyote juu yake. Kwa nini tunabuni uvumbuzi mwingi? Inaendelea ikisema imemaliza sasa. Alikuwa usiwe mwerevu. Sasa ya kutokuwa mwerevu ni 16. Inasema 16 na 17 hapo. Usiwe na haki kupita kiasi. Usiwe na haki kupita kiasi. Wala usijiongezee hekima mno. Wala usijiongezee hekima zaidi. Kama nguo ni ya material ya kitambaa, kwa nini unaongezea kimaua kingine kia chuma juu yake? Hiyo ni mavumbuzi ambayo yanaongezewa, ambayo wenyewe wanajua kwamba hawana vita na wewe. Ukishaweka maua hiyo, hata uhubiri mpaka kichwa ianguke chini, wewe ni wao na mahubiri yao ni bure. Wanakutambua kwa urahisi. Hebu soma waraka wa kwanza wa Petero 3:2. Kulingana na hiyo uchumbe mtumishi amesema ya kwamba kuchiongezea. 3:2 waraka wa kwanza wa Petero. Inasema 2. Mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonena. Waraka wa kwanza wa Petero 3:2. Ndio nasoma. Tunasoma hiyo ni yako, hiyo sio hiyo. Wakiutazama mwenendo wenu. Naam. Safi na wao. Anzia 1. 2 ndio iko na hiyo nini? Ileta mtiririko. Ama anzia 1 bila anzia 1. 2 ndio kuna point yangu hiyo. Kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioamini neno, kusudi ikiwa kunao watu wasioamini neno miongoni mwenu, wafutwe kwa mwenendo, wanapowaona na mwenendo wenu sawa pasipo lile neno, wakiutazama mwenendo wenu safi na waovu wahofu. Wanapo endelea. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Sasa mapambo yanazungumziwa kwamba tusiwe tunajipamba tu kwamba tunazingatia mapambo ya kuonekana huku nje. Yaani kusuka nywele. Yaani kwa kusuka nywele na kujitia dhahabu. Ndio kidogo sasa kiendelea. Hiyo pete sana sana zitakuwa za dhahabu. Ni za dhahabu hata kwa rangi. Hizo vitu umeona hapo, hiyo ni ya silver. Ndio hizo zimesemwa hapo. Hizo sanga zimetengenezwa, endelea kusoma. Na mambo mengi. Na kuvalia mavazi yenye gharama ya juu, yenye thamani, gharama kubwa. Kama hivi sasa hata katika kanisani, ndugu zangu watazamaji, gharama ama ibada yetu imegeukia katika muonekano. Kuvalia kwetu siku hizi ni kuvalia nadhifu sana. Mtu anatumia pesa nyingi kujinadhifisha ili aonekane anapendeza, lakini sadaka na matoleo yanaonekana ya uchache sana. Ni kwa nini? Ni mtego wa kishetani na mambo haya. Kitu hiki ukiwa nacho, kama hili jina naomba nilizungumzie mtumishi, haina shida. Balenciaga ni jina ambalo limefichwa. Wewe ukilisoma unalisikia Balenciaga, lakini haujui maana yake. Maana yake jina hili si la Kiingereza. Jina hili ni jina la Kilatini ambalo maana yake ni majina matatu yamewekanishwa pamoja yakawa jina moja. Wewe unapolisoma unaona likiwa tu ni jina. Sasa Baal ni miungu. N inamaanisha ni kivumishi. Kivumishi katika Kiswahili. Ni siaga ni mfalme. Sasa wewe unapoona t-shirt kwako, mtoto wako amevalia t-shirt inaitwa Balenciaga, nyekundu, ni safi, unasema mtoto yangu yuko smart.
lakini maana ya jina hilo ni la utukufu wa shetani katika nyumba yako. Hata ukiomba dada yangu, hata ukiomba baba yangu, kama t-shirt ya Balenciaga iko katika nyumba yako, maombi hayo hayafunguliki na hayajibiwi, maana umejifunga mwenyewe kwa kutojua. Hosea 4:6. Hosea 4:6. Na jina hili ni jina safi sana, na wengine wetu hata katika kutojua mtu anaingia katika nafasi hata anaita mtoto wake jina kama hilo. Tuko na shida nyingi sana kama watumishi, hata kuombea watoto, kuwa dedicate kwa sababu ya majina ambayo watoto wanaitwa, majina ambayo hata wazazi wenyewe hawana maana. Unaita mtoto Balenciaga, wewe unajua maana ya jina hilo? Umekataa kuita mtoto jina zuri kama John, kama Petro, kama Esther. Unaita mtoto Balenciaga, hujui maana yake. Na lilitoka wapi? Hujui imetoka. Hili ni jina la Kilatini, ukilisikia likitamkika linatamkika vizuri sana. Lakini maana yake tofauti sana. Na shetani amesema hapigani na wewe kwa mawe, ni kiroho. Ni kiroho. Sasa 4:6 Hosea inasema, watu wangu wanaangamishwa kwa kukosa maarifa. Watu wangu, ni Mungu anazungumza hapa akimtuma Hosea aambie Waisraeli, watu wanapotea, watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. Maarifa hayo ndio tumekosa, ndugu yangu na dada yangu ambao mnatazama channel hii. Alafu kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa. Sasa kwa sababu tumeanza kukataa maarifa ya Mungu, mimi nami nitakukataa wewe. Mungu anatangaza hatari na ya yeye pia kutukataa sisi watumishi wake ama watoto wake. Usiwe kuhani kwangu mimi. Usiwe kuhani kwa Mungu. Ukuhani wako hautatambulika kwa maana wewe umekataa mahusia na elimu ya Mungu. Kwa kuwa umeisahau sheria, na kwa sababu tumesahau sheria ya Mungu wetu, mimi nami nitawasahau watoto wako. Mungu pia atawasahau watoto wetu. Hiki ni kingine ambacho kiko wazi sana katika dunia. Ukiangalia alisema ni James Jordan. Ukiangalia logo hiyo na rangi hiyo nyekundu, mara nyingi sana inapatikana katika mchezo unaitwa basketball. Unajua hawa ndio wadhamini wa mchezo wa basketball dunia mzima. Umewahi jua maana yake ama wewe unajua tu ni kampuni? Hawa ndio wadhamini wakubwa wa kampuni ya Freemason. Na kwa sababu wana sponsor michezo ya basketball dunia mzima, yeyote ambaye ni mshabiki wa mpira, jihadhari sana. Maana unashabikia mifumo ya kishetani pasipo wewe kujua, kulingana na aya ya Hosea 4:6. Ndugu zangu, jiondoeni katika hatari ya kupotea, kwa sababu Mungu ameitisha watu wake wote wajue kweli na kweli waweke huru, kulingana na kitabu cha Yohana 8:32. Inasema watu wangu watakapoishi katika kweli, na kweli peke yake itawaweka huru, na watakuwa huru kweli kweli. Na waombea rehema za Mungu. Mambo haya yanapoonekana katika nyumba zenu, msiyachukulie kwamba ni mambo ya kawaida. Hakuna umaridadi ambao Mungu angependa tuongezee juu ya sura ambayo Mungu alituumba naye. Anasema oga, uvalie nguo na ujipake mafuta upendeze. Mambo mengine, hiyo ni kitabu cha Ruth 3:3. Ukiongezea mambo mengine kama perfume, unaongezea vitambaa. Kitambaa hiki mtumishi alikiongea kwa uwepesi. Alisema unapoenda kukutana na wakuu wa falme za Illuminati, ndipo unavalia kitambaa hiki. Kwa hivyo si kitambaa tu kama vitambaa vingine. Ukikiona nyumbani kwako, hata mke wako akiwa nacho, ama kijana wanajiita majenzi, siku hizi wanavalia vile wanataka. Usiangalie ukafikiria ni neno la kawaida. Naomba ndugu zangu, uingie katika magoti yako, muulize Mungu afungue macho yako ya kiroho na macho ya kawaida. Unapoona mambo haya, uliza Mungu kwa nguvu zake. Hautapigana na watoto, hautapigana na mke wako, hautapigana na watu wote, kwa sababu shetani ameteka ulimwengu ni wake. Hii ni mambo ya teknolojia, na teknolojia hiyo ndio tuko ndani kila mmoja wetu, na hautaepuka. Na kwa hivyo kama shetani ameteka nyara mpaka teknolojia, tunaweza kuponea wapi? Kwa Yesu. Ni Yesu peke yake. Na kuomba ndugu zangu, mnapoendelea kutafakari na kuingia katika mambo haya, tunawakaribisha katika lesson ijayo. Tutafunua mambo makubwa sana
kutokana na mambo ya teknolojia hiyo ambayo Mungu ameingiza, ambayo Mungu alitabiri kutokana na kitabu cha Danieli na mambo ambayo yanafanyika. Hii ni cover ya simu ambayo kila mmoja ana simu, si lazima mtu wa Illuminati. Hata sisi wachungaji, simu yangu ndio hiyo, naomba unipatie ndugu yangu. Niwaonyeshe watazamaji. Hii ni simu yangu mimi mchungaji. Na hii ni cover ya huyu ndugu ambaye tumekuja kuomba kwao. Lakini unapoangalia simu yangu na cover yake zinafanana kabisa, inawiana, hata nikiifungia ndani itaingia vizuri sana. I think ni kama inakaa dogo lakini anyway, haingiani vizuri lakini zinafanana kabisa, zinawiana. Ni maana gani? Teknolojia ilikuja kwa maana mbili. Mungu anakubali tuishi katika dunia ya teknolojia, tumtukuze yeye. Lakini ukitumia teknolojia vibaya, maana hakuna kampuni ya kanisa inayounda simu, hakuna kampuni ya kanisa inayounda saa, hakuna kampuni ya kanisa inayounda magari. Hivi vitu vyote vya kiteknolojia vinaundwa na wanadamu, na wengi wao ndio hawa ambao ni wakuu wa dunia, ambao ni wafalme wa giza. Ndugu zangu, tujihadhari tunapotumia mitambo hii ya tarakilishi na mitambo ambayo inatuweka katika teknolojia. Katika lesoni ijayo, Mungu akitujalia rehema, tutafunua mambo makubwa kuhusu teknolojia kulingana na mambo haya ambayo yanafanyika. Mengine tunayaona yakiwa ya kawaida, lakini yana siri kubwa katika ulimwengu wa kiroho. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Na mambo haya ambayo tumeyakuta leo, tunataka kuwakaribisha katika kuyaonyesha. Hakuna jambo lingine linalofanywa mambo haya. Ni kwa sababu tunapogundua kuna nguvu za kishetani katika mambo kama haya, hakuna tofauti nyingine ama njia nyingine ya kufanya, ni kuchoma. Tulisomewa kitabu cha Wahibrania 12:29 tukaambiwa kwamba Mungu ni moto ulao, na nguvu za Mungu peke yake ndizo zinamaliza nguvu za kishetani. Kwa hivyo tutaandamana pamoja, tuende tufanye kuwa witness katika kuchoma vitu hivi, maana hakuna mbinu nyingine ila kuchoma. Kwa hivyo haya yote yatachomwa, na huyu ambaye tutakuwa tumemwombea kwa imani, tunaamini kwamba amewekwa huru, na Mungu ambariki, amtetee. Na wote ambao mna shida kama hizi ambazo mnaweza kuwa mmeziona, mmepigana nazo lakini hamuzishindi, Yesu Kristo anashinda. Ungana nasi katika vipindi vijavyo. Hivi vitu tunavichoma kwa vile ndivyo tumeagizwa na Mungu kwamba tuvichome. Mungu awabariki sana. Amina. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji, tumefika sehemu sasa tunaenda kuharibu hizi vitu ambavyo venye tumekuwa tukiyafundisha. Lakini kabla tuharibu, nataka tufanye maombi, ndio tusome fungu, ndio tuanze katika kuziharibu. Tuamini kwa ajili ya kuomba. Baba wetu mtakatifu, tunakushukuru tena kwa sababu ya uwezo na nguvu zako ambazo tumeona tangu asubuhi mpaka masaa haya. Tumefikia wakati tunaenda kuharibu hizi vitu ambazo ziko na uhusiano na shetani. Tunaomba ukatie mkono wako sinapoharibika, hata mwenyewe ukamfungue na neema ikaonekane kwake, nikupitia kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Kitabu Luka 10 mstari wake wa 19. Luka 10 mstari wake wa 19. Maandiko yanasemaje? 10:19. Biblia inasema hivi. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Kwa hivyo sasa Mungu ametupatia uwezo, ametupatia nguvu kwa imani kuharibu vitu vyote vya yule adui, na adui ni shetani. Hivyo sasa katika siku ya leo, vile tumewaambia, tunaenda kuharibu hiki chombo kupitia kwa moto. Tunaharibu hiki chombo ambacho ni cha shetani, tunaharibu hiki chombo kupitia kwa nguvu za shetani, hiki kingine cha shetani, na hivi vyote vya shetani, na hiki kingine cha shetani, na hapa hivi vyote ni vya shetani, hapa hii yote ni ya shetani, na hivi vyote ni vya shetani, na hii pia ni ya shetani, na hii pia ni ya shetani. Hivyo sasa kwa imani tunaenda kuharibu hizi vitu katika masaa haya mpaka hiki kitambaa kinaenda kuharibu. Naenda kuharibiwa hizo vitu mpaka hicho kitambaa kuelekea katika hali hiyo. Ile kitu tunaenda kumwagilia, hiyo inaitwa ni petroli.
Kiberiti iko wapi? Kiberiti nani ako nayo? Ikiwa imekosa tafuta ingine. Kwa nimeipata niko kwa nayo kwa mfuko. Nafikiria ni yangu nataka kwenda nayo. Eka hivi ndivyo usine viawe. Lakini alikuwa na viawa. Wekelea pamoja. Nimekombolewa na Yesu, na sasa nimefurahi kwa bei ya mauti yake. Mimi ni mtoto wake, kombolewa na kombolewa na damu, mimi ni mwana wake kweli, ukombolewa na furahi kupita lugha kutamka, kulionyesha pendo lake. Mimi ni mtoto wake, kombolewa na kombolewa na damu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli, nitamwona mfalme wangu katika uzuri wake, ambaye najifurahisha katika torati yake. Kombolewa na kombolewa na damu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli, najua taji imewekwa mbinguni tayari kwangu, muda kitambo atakuja ili haribu niwebo, kombolewa na kombolewa na damu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli. Naimba namba 97. Sioshwi dhambi zangu na damu yake Yesu. Tumbe. Sioshwi dhambi zangu ila damu yake Yesu. Apendezewi Mungu ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa
la kunisafisha na ila damu yake Yesu, wala udhuru tena ila damu yake Yesu, hakuna kabisa dawa ya makosa ya kutakasa ila damu yake Yesu. Amina sana. Amina. Nataka kuchukua nafasi hii kumkaribisha mtumishi wa Mungu Japheth atufanyie ombi, turudi kwa nyumba, tukifanya sehemu ya mwisho ndio tuelekezane vile mambo itakuwa tukiondoka mahali hapa. Karibu sana kwa maombi, mtumishi wa Mungu. Asante ndugu yangu mtumishi. Napoingia katika sehemu ya ombi, niruhusu nisome tu aya moja. Kitabu cha Hesabu 23 aya yake 23. Mungu anatupea tumaini kwamba gawa tunaishi katika dunia ambayo tunapigana na nguvu ambazo sio za kibinadamu, nguvu za giza. Anasema hivi kuhusu nguvu za giza: hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa, ni mambo gani aliyoyatenda Mungu. Anajitangaza kuwa ndiye Mungu mtukufu ambaye anashinda nguvu za giza, ambaye anashinda uchawi, ambaye anashinda nguvu za Illuminati na nguvu za aina yoyote ya uchawi na nguvu za shetani ambazo wanaleta. Na tunapotangaza kwa ishara ya moto kwamba tunavichoma kwa moto wetu tunaona kwa macho, nguvu za Mungu zinaingia katika moto huo na nguvu za shetani zinachomwa na kuangamia. Amina. Barikiweni sana tunapoingia katika sehemu ya ombi. Naomba tunyenyekee katika ombi tunapoomba. Tuombe. Takatifu na Mungu wetu, asante kwa sababu ya sehemu hii ambayo umetufikisha. Tangu tulipokuuliza kwamba utuongoze katika yote, tumeimba wimbo unasema hakuna kusamehewa dhambi ila kwa damu ya Yesu. Amina. Tunaomba damu hiyo itutakase, itusamehee dhambi, itufanye tuwe watakatifu tena, ili tupate nguvu za Roho Mtakatifu. Jina lako litukuzwe. Bariki familia hii, bariki ndugu hawa, tubariki sote kama watumishi na hata ndugu zetu ambao ni watazamaji. Tunaomba wetu Yesu uzidi kuwa pamoja nasi. Sasa nguvu hizi zinapotamatika katika maisha yetu, tunaomba furaha yako na amani ya pekee iingie katika roho zetu. Amina. Tutembeze na utudumishe katika maisha ambayo umetukirimia hadi utakaporejea mara ya pili katika ulimwengu. Jina lako litukuzwe. Utuandae katika ufalme huo, tusamehe makosa yetu, kwa jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Amen. Mungu awabariki. Wapenzi wapendwa wana wa Mungu, tena tunachukua nafasi hii kama kikundi cha wana Amkeni Wainjilisti kuwajulisha ya kwamba yale yanayoendelea katika sayari ya dunia na katika nyumba ya Ukristo, vile tunaendelea kushunguka katika maponde na milima kwa ajili ya kulihubiri ili neno na kutangaza injili ya Kristo, tumekuja kugundua ya kwamba shetani pia na yeye achalala. Yu macho sana katika mambo yake anayotenda ili ya kwamba kuwadanganya wengi na kuingiza katika zizi lake. Kwa hivyo kabla tufunue zaidi, ningetaka kumwalika mtumishi wa Mungu Pastor Evans atuongoze katika ombi fupi, ndio tuendelee kufunua maneno haya na mbinu za shetani bila ameanza kuangamiza vijana wetu. Karibu sana Pastor kwa ombi. Asante sana Bwana Mungu wetu, kwa kuwa hakika wewe ni moto ulao. Siku ya leo nimeamua kusema ya kwamba ebu na moto uweze kuongea. Naomba utukamilishe, utusamee dhambi na makosa tunapofanya huduma hii ya kuweza kuwanazua wana na binti zako kutoka mitego ya shetani, kwa kujoma ilizi na uchawi wote ambao umesumbua watoto wako. Mapenzi yako yatendeke Bwana, na zaidi ya yote ishara hii iweze kuonyesha hakika wewe mwenyewe
utakusanya miondoko na silaha zote za Shetani na utasichoma kwa moto, na wana na binti zako watafunguliwa na watakuwa huru. Hivyo mapenzi yako yatendeke tangu sasa na hata tutakapomaliza, maana ni katika Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo mpenzi mpendwa unaotutazama katika masaa haya, tunataka kukujulisha ya kwamba mahali popote ulipo, wewe baba mzazi, mama mzazi, mwalimu unayefunza wanafunzi shuleni, mwelekezi ni mhubiri kama sisi ukiwa na hubiri, jua ya kwamba wale ambao unaowaongoza katika imani, unaowaongoza katika kisomo, unaowaongoza kama familia, vile vile kuna mambo mengine fiche yanayotendeka katika maisha yao. Kwa hivyo siku ya leo tunaenda kuwafunulia mambo mengi yenye tumekumbana nayo, lakini jina la mwenye alikuwa anahusika katika hayo tutaenda kulipana, hata uso wake tutaenda kuonesha, kwa sababu yeye amefungua roho na ametuonesha yale yenye amepitia tangu utotoni akiwa umri karibu miaka 4 mpaka sasa amekuwa mtu mzima, vile ametumika katika kusababisha ajali barabarani, hata kuua watu katika nyumbani mwao, na saa zingine kugoika na kuwa kama nyoka na kuwa kama paka, akianza kuangaisha watu wakilala usiku, hata watu wa familia yao ya karibu, tena wazazi. Kwa hivyo mzazi ndio tunakuambia ya kwamba kinachotusaidia na anayetusaidia ya kwamba vile alikuwa akifunua maneno haya, alitamka ya kwamba ni kutokana na ombi la wazazi. Mama akiomba inafunga zile nguvu za Shetani. Kwa hivyo nakushauri kama mtumishi wa Mungu na kama kikundi cha hiki cha Injili cha Amkeni Wainjilisti Kwaya, uwe unaombea familia yako baba, uwe unaombea familia yako mama, ili ya kwamba ukitenda mambo hayo hakika utaona mkono wa Bwana, kama hii familia iliona mkono wa Bwana na ikafunua mambo mengi tutaenda kuyaonyesha. Sasa ni jinsi gani hii sasa inaleta jinsi gani utamshinda huyu namna gani? Kitu cha kwanza nataka nianze kukuonesha ni ya kwamba Mungu kuna vile ametupatia mbinu ya kumshinda Shetani. Kitabu ni Ufunuo 12 mstari wake ule wa 11. Kuna mbinu Mungu ametupatia, na hiyo mbinu ukiifuata ndiye imesaidia hii familia, na hakika wameona mkono wa Bwana hawakuangamizwa, hata ingawa kwamba mwana wao ametumika kwa kuangamiza watu. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hivyo kinachomshinda Shetani sio Bwana asifiwe, sio kutoa sadaka, sio kufanya mambo yoyote, ni kuamini kuna damu ya mwana kondoo iliyotiririka inafunja mipaka na mbinu za Shetani. Kwa sababu hiyo kile kinachohitajika kwa kila mmoja ni kutambua kwamba kuna Yesu mbinguni, na hii damu ya mwana kondoo idumu katika maisha ya kila mmoja, idumu katika familia, idumu katika vyuo vikuu, idumu katika shule za msingi, idumu katika shule za za ubiri, ili ya kwamba hata makanisani na mkono wa Bwana ukaonekane. Kwa nini? Petro wa kwanza 5 mstari wa 8. Petro wa kwanza 5 mstari wa 8. 5:8. 5:8 Biblia inasema Okay. Wa kwanza 5:8. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema muwe na kiasi. Muwe na kiasi, ndivyo maandiko yanasema. Na kukesha. Kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye usunguka akitafuta mtu amumeze. Kwa hivyo kila tumehadharishwa na mbingu ni ya kwamba tuwe macho sana, kwa sababu huyu Ibilisi ambaye ni adui wetu anasunguka akinguruma kama simba na akitafuta mtu amulaye. Kwa hivyo ndio naona ya kwamba Shetani ameingia katika ndani ya watoto wadogo, wakiwa shuleni, wakiwa barabarani, wakiwa kanisani, na akiingia ndani yao sasa na watuma kwa kusababisha ajali barabarani, kuchoma mashule na kuleta mambo mengi na magonjwa yasiyotambulika. Kwa hivyo kila tumeambiwa ni kuomba na kutenda yaliyo mema katika Mungu. Sasa kuna vitu mingi vinatumika katika mambo hayo. Kitu cha kwanza, kuna kitu chombo pasta kunacho hapa mkononi. Ukitazama baba mzazi, hii inaitwa ni ring. Inapendelea kuvaliwa sana na watoto wasichana wa umri mdogo, na zaidi ya yote na hata watu wazima wanaozitumia jinsi hii. Unaangalia katika hizi vitu siko hapa, siko na mianya ya Shetani zinapotumika katika kusababisha ajali barabarani. Sababu wanatangaza ya kwamba
akiinua kwa barabara jinsi hii, hakika magari yanaanguka na watu wanakufa. Hicho ni kitu kimoja, chukua pasta hiyo. Tena kuna hii mkopo nataka nifungue, utaona mambo mengi vile yamefunuliwa. Hapo ukitazama hapa ndani, kuna hiki kitu ambacho ni kitu cha kawaida, kinauzwa katika soko mbalimbali, na vile vile sinauzwa, unaona ni vitu za Masai na vitu zingine. Na hii kitu unaona sana wengi wanafalia wakina mama, akifunga jinsi hii na akifunga jinsi hiyo anaifalia kwa shingo lake. Sasa huyu akifalia kwa shingo lake linaleta maafa na mambo mengi na mambo maofu ya mauaji na mambo mengi. Ukitazama hizi pidi siko hapa, ni sehemu inaonekana kama chicho, na ukitazama katika vichwa vya wanaume na wanawake wa siku hizi wananyoa jinsi hii. Unanyoa upande huu na upande huu, na ukifanya jinsi hiyo, yu unafanya alama inaitwa the anti-karoko sign, the eye of the Olis, inayotumika katika miungu ya samani, miungu ile iliyokataliwa. Ndiyo sababu Mungu anatuonya vijana na akina mama, kitabu cha Walawi 19 mstari wa 27, ili ya kwamba tuonye onyo la Mungu na tuone vile nashirikiana na mambo ya ushirikina wa shetani. Kwa hivyo baba mzazi, mama mzazi, ukiona kanisani, wewe ni kiongozi wa kanisa, ukiona watu wamenyoa jinsi hiyo na wamejipamba katika hali hiyo, ukumbuke kwamba wamejiingiza bila kujua katika hali ya ushetani. 19 Walawi 27, maandiko yanasemaje? Inasema msinyoe denge pembe za vichwani, wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Kwa hivyo Mungu anasema msinyoe denge, yani kukata nywele upande huu na unaacha nyingine ikiendelea juu. Ukiendelea juu, ukiona kwamba imekatwa jinsi hiyo, ikiendelea juu jinsi hiyo, sasa kunyoa denge ndio Mungu anakataa. Sababu ndio hiyo, unaona ya kwamba ni mfano wa hicho chombo, unaona hapo, hicho ambacho ni cha blue na hicho chingine ambacho ni chekundu. Huo ndio mfano wake. Ukiwa jinsi hiyo, uko na ishara yake, wanaita the anti-karoko sign, the eye of Olis. Ndio unapata akifanya hivi, inasababisha magonjwa, inasababisha mambo ya mauti barabarani na mambo mengine yasiyojulikana. Kwa hivyo mambo kama hayo ndio tunawashauri wazazi na vijana wanaosikiza na kutazama, ili ya kwamba Mungu awasaidie mchiondoe, sababu wenye wameua watu ndio wamepeana hizi vitu na wamesema vile wanazitumia. Wewe unaona ni kitu cha kawaida, na sana sana ukitumia kitu kama hiki, unalala usiku, wewe ni msichana, unaota ya kwamba kuna babu yako hukumuona lakini unamuota. Baadaye unaamka asubuhi ukiwa mchofu, na katika ule uchofu wanasema ya kwamba ulikuwa unafanya mapenzi na mashetani na mnazaa watoto, wanaenda kutolewa kafara chini ya bahari, mambo ya mizimu. Kwa hivyo ndio tunaambiwa ya kwamba tujiadharisha na mambo kama haya. Hiyo ni sehemu ya kwanza tumeangalia katika hali hiyo. Chukua hiyo pasta. Sasa kuna kitu kingine hapa. Shetani yu hai. Kuna moja ilikuwa hapa, nyoka imepotea. Nyoka imepotea kutoka hapo ndani. Ilikuwa hapa vile imepotea hatujui, lakini hata hivyo wacha tuelezee. Tazama hapa ndugu zangu. Hizi vitu ukisitazama unaona ni vitu za kawaida. Kitu cha kwanza tumeona miujiza, sababu hizo vitu tulikuwa nazo hapa, lakini kuna moja ilikuwa kama nyoka kabisa na imepotea, lakini tunashukuru Mungu ya kwamba nguvu zake zitaharibiwa, mahali popote itapatikana. Ukiona vitu kama hizi zinatumika na mwana wako, ujue ya kwamba asifai na asiitachiki, sababu siko na nguvu za ushetani, siko na nguvu za kiushetani. Hiyo ni moja yao. Kuna ingine iko hapa. Hizi soul saw inatumika katika kuweka katika kwa mkono, kama jinsi ile wasichana wanapendelea kufalia. Kwa hivyo kuna moja imepotea ambayo yenye ilikuwa inaonekana ni kama nyoka kabisa, lakini jinsi imepotea kutoka hapa ndani na tulikuwa tumefunga. Kwa hivyo tunajua ya kwamba ni nguvu za shetani, lakini tukisema mahali popote itapatikana, uwezo wa Mungu utaonekana. Kwa hivyo tunataka kuwadharisha wazazi, mahali popote mlipo, mwenye alikuwa na hizi vitu, hakika yeye tangu utotoni amekuwa akiua watu barabarani, amekuwa akitenda mambo maofu, yeye mwenyewe akiuka akiwa kama nyoka, akiuka akiwa kama paka, na sasa tunaendelea kufanya maombi ili ya kwamba Mungu na akamkomboe. Hivyo mahali popote ulipo ni kukuadharisha ya kwamba shetani yu kasini na yu mbioni. Ufunuo 12 mstari wa 12. Kwa nini yu mbioni jinsi hiyo? 12 Ufunuo.
Basi Biblia inasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao humo. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Kwa hivyo shetani ametupwa ulimwenguni penye mimi na wewe tulipo, na ako na ghadhabu nyingi. Anaenda mbio sababu anachua yu na muda mchache, ili ya kwamba kutimiza ya kwake akuje kuangamia na wana wa Mungu. Lakini kupitia kwa maombi Mungu atawashinda. Sasa hizi vitu Mungu anasisemaje katika maandiko? Ningetaka unisomee kitabu, tunaita ni kitabu ambacho ni kitabu, hebu soma Mwanzo. Ni Mwanzo ama ni Kutoka? Nafikiria ni Mwanzo 35. Hebu nisomee hiyo. Mwanzo 35 ukianza mstari wake wa kwanza inasemaje? Nafikiria ni Mwanzo, ikiwa sio kitabu tunaita Kutoka, lakini sana sana ni Mwanzo. Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda uende Betheli, ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekutoa ulipomkimbia Esau ndugu yako. Yakobo akamwambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyo kwenu, mchisafishe, mukabadili nguo zenu. Kidogo kabla usome fungu la 3. Kwa hivyo kuna miungu migeni ambayo tunaitumia katika familia zetu, ambayo inapatikana katika nyumbani mwetu, ambayo inapatikana kila mahali. Hiyo miungu migeni Yakobo aliambiwa iondoe kwa familia zao. Ni miungu ya namna gani? Soma fungu la 3 sasa. Tuondoke. Kwa hivyo wewe msichana, wewe mama, nataka usikize vizuri. Miungu migeni ni gani hiyo? Tuondoke, tupande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko, yeye aliyenisikia siku ya shida yangu, akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea. Nao wakampa Yakobo miungu migeni. Sasa sikiza, miungu migeni ni nini? Nasemaje? Yote iliyokuwa mikononi mwao, na pete. Kwa hivyo pete, kuna pete zinatumika, ile yenye iko na kitu, iko na alama kama ya chicho. Hiyo ni miungu migeni. Ukiona umefalia hiyo mambo ya pete, ni miungu migeni yenye Mungu hahitaji ipatikane katika miili yetu. Naendelea kusema, na pete zilizokuwa masikioni mwao. Na zile unaona kuna vitu watu wanafalia kwa masikio. Hiyo ni miungu migeni. Naye Yakobo akasificha chini ya mwaloni ulioko Shekem. Kwa hivyo miungu migeni ni vitu kama hizi watu wanafalia, hizo pete, kutoboa masikio, na hizo zote mpaka siku hizi watu wanatoboa mpaka kitofu, ili ya kwamba akifalia vitu kama hizi chains, hizo ni miungu migeni. Ndio Mungu anasema kwamba tusitoe. Kwa sababu hiyo, kama tumepeana jinsi hii hizi vitu, leo tunaenda kuviangamiza. Ningeomba sasa mzee Elder John ulete hizo box hapa, ili ya kwamba tutaenda kuangamiza hizi vitu. Na ni kwa nini tunasiangamiza kwa moto? Kitabu tunaita Waebrania 12 mstari wake wa 29, ili ya kwamba tuone ni kwa nini hizi vitu zinaangamishwa kwa moto na ni kwa sababu gani. Sababu kupitia kwa moto ndivyo hizi vitu zinaungua, na ndivyo uwezo wa shetani utakuja kuangamizwa. Soma andiko. Na pamoja na hayo, sio hiyo Waebrania 12:29. Ndio fungu la mwisho hapo. Haya, 29. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Kwa hivyo moto ndio unakula na kuchoma kila kitu. Ndio sababu shetani atachoma kwa moto. Watenda dhambi wanachoma kwa moto. Miungu inachoma kwa moto. Kwa hivyo tunatumia moto wa kawaida, tukiamini ya kwamba Mungu atajihusisha kama ishara ya moto ulao, na Mungu atashuka na ataangamiza, na nguvu za huyu shetani sitakufa. Ndio sababu yaenda ikawa hata hapa penye tuko mkutanoni wa Injili, yaenda ikawa shetani atataka kujidhihirisha, ili ya kwamba sababishe hata ukipata ya kwamba koo zetu sifunge, upate ya kwamba mvua inanyesha sio ya kawaida, upate ya kwamba hata vyombo zinaharibika kidogo Elda, upate hata vyombo zinaharibika, ili ya kwamba tukifanya jinsi hii na tukiomba Mungu anafunja na anaharibu, yeye anasimama kama Bwana na mkono wake unaonekana na neno lake linaendelea. Kwa hivyo kwa imani unapotutazama na wenye tuko hapa, tunaamini ya kwamba tukichoma hizi vitu mwenyewe atakuwa amefunguliwa, hata ingawa kuna kimoja ambacho kilikuwa cha muhimu kimepotea. Vile kimepotea hatujui, lakini Mungu atakifunua sababu yeye ni Bwana. Hivyo sasa ningetaka kuchukua nafasi hii nikimwalika mzee Ibrahim
utufanyie ombi zaidi ya yote. Baada ya ombi hii mzee Elder Charles atachukua nafasi, petroli ikiwekwa hapa, awakise kiberiti, hizi vitu siungue. Kwa hivyo mzee Ibrahim, tunakuomba tuongoze katika ombi. Kidogo baada ya tukimaliza kuomba na ikisikiwakishwa, tutaendelea kuimba ule wimbo tunahitaji, nimekombolewa kwa damu ya Yesu. Naona ni kama mzee amesema tupige magoti kwa ajili ya maombi. Baba Mungu muumba wetu, wewe ambaye peke yake ndiye muumba, ndio maana unaitwa Mungu. Kupitia kwa jina la mwanao Yesu tunakuja kwako, tumeweka magoti chini, tukivizunguka vyombo hivi shetani anatumia kwa kuabudu. Hatuviabudu sisi, tunakuabudu wewe muumba wetu. Tumeweka magoti yetu chini kwa ajili ya heshima yako Baba. Watu wote wako katika dunia ni wako, na ulipomtoa Yesu ulimtoa aje kuwafia wote, lakini shetani ananyang'anya watu wako kutoka sisi lako usiku na mchana, akitumia vyombo kama hivi. Lakini wenye hivi vyombo, Mungu wetu, hata kama watatafuta amani kwa miungu yao, usikubali wawe na amani mpaka wakurudie, kwa sababu hivi leo tunavichoma kwa jina la Yesu hivi vyombo ambao wamekuwa wakitumika kwa jina la Yesu. Shetani yule anayeshika watoto wako, hasa mtoto Abina, Mungu wetu, kwa nguvu za Yesu apate kuangamia milele, na mtoto Abina awe huru. Na wote Mungu wetu walio na vyombo vya kutaka kuharibu huyu mtoto na watoto wale wote wanahusika hapa, kwa jina la Yesu tunakemea miungu hiyo, Mungu wetu, ipate kupotea milele, na wewe uinuliwe. Na Mungu wetu, watoto hawa waje kupata nafasi ya kusimama mbele yako na kutoa siri sote zinazotumika katika kumwabudu yule mwovu, ili watoto wako wapate kukujua ukweli na wapate kutoroka kutoka kwa ibada hii. Tunajiajiria kwako tunapovichoma sasa, Mungu wetu, shetani awe ameangamizwa ndani ya maisha ya watoto hawa, na ni katika Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Hivyo sasa tutasonga nyuma kidogo, sababu ni petroli, ili ya kwamba nimwagiwe hapo na Elda kiwakisha, na sisi tukiendelea kuimba. Mimi ni mtoto wake, kombolewa, nakombolewa na damu yake, kombolewa, mimi mwana mtoto wake, kukombolewa na furahi, kupita lugha kutamka, kulionyesha pendo lake, mimi ni mtoto wake, kombolewa, na kombolewa na damu ya Yesu, kombolewa, mimi ni mtoto wake, najua taji imewekwa mbinguni tayari kwangu,
Munga kitambo atakuja, ili aliponiweko kombolewa na damu ya Yesu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli, nitamwona mfalme wangu katika uzuri wake, ambaye ajifurahisha katika torati yake. Kombolewa na damu ya Yesu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli. Nimekombolewa na Yesu, na sasa nimefurahi kwa bei ya mauti yake. Mimi ni mtoto wake, kombolewa na kombolewa na damu ya Yesu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli, kukombolewa na furahi, kulitaruka kutamka, kulionyesha pendo lake. Mimi ni mtoto wake Yesu, kombolewa na kombolewa na damu ya Yesu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli, nitamwona mfalme wangu katika uzuri wake, ambaye najifurahisha katika torati yake. Kombolewa na kombolewa na damu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli. Sawa, Mulisi Church tutatuongoza kwa maombi tunapomaliza huduma hii katika siku ya leo. Na tuombe. Uishie milele mtakatifu na Mungu Baba yetu, tuna kila sababu ya kukushukuru kila wakati, maana wewe ni Bwana, tena ni Mungu mwenye uwezo. Asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi katika tukio hili ambalo watumishi wako wote wamesimama kwa ajili ya kulitetea neno lako, ya kwamba hakuna miungu mingine isipokuwa wewe. Asante kwa sababu hii miungu ambayo imechomeka hapa siku ya leo ni kielelezo kwamba wewe ndiyo moto kweli ulao. Na hivyo basi tunaomba ya kwamba yule kijana ambaye amejitokesha wazi na kutoa hizi vitu vyote na vimechomwa, iwe kielelezo kwa watoto wengine na watu wote katika dunia nzima, ya kwamba Bwana wewe ndiye muweza yote. Asante kwa sababu umemfungua na wengine wote ambao wamejihusisha katika ibada kama hizi, nao uweze kuwafungua kwa jina lako. Asante kwa sababu hayo umetenda na utaendelea kutenda,
maana ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki. Wapenzi, tena tunataka kumshukuru Mungu wetu sana. Ule mkopa wenye ulikuwa umebeba hii miungu ulikuwa umefungwa, na mimi ndio niliufunga nikauweka penye niliweka. Lakini aka kakitu kanaonekana kama nyoka. Unaona vile kanatembea kama nyoka. Ukiangalia hata nini yaka hapa ni kama mkia wa nyoka. Ukiona hapa ni kama kichwa ya nyoka, kama chicho ya nyoka. Sasa aka kakitu kalikuwa kamepotea. Lakini tunashukuru Mungu vile tumekuwa tukiomba kamepatikana karibu na kwenye tuko pale kwa mlango, na hakuna mwenye amefungua huo mkopa. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba shetani ako na nguvu, lakini nguvu zake kwa maombi zinafunjwa na zinaisha. Hivyo sasa ni kuamini ya kwamba yale maombi tumefanya Mungu amesikia na hakika ameyajibu, sababu chenye kilikuwa tunahangaika kwamba kitapatikanaje, hakika kimepatikana. Kwa hivyo kwa imani pia tunakitundika tukikitia ndani ya moto. Vile zingine zimeungua, nacho kiungue kupitia katika moto ulao, na Mungu aendelee kujidhihirisha. Lakini wasasi muwe mjihadharishe na watoto mkiona wakiwa na vitu kama hizi. Angalia vile kamekuwa ikiwa kwa moto, it is glittering. Angalia inagrita kama nini, kama nyoka kabisa na kila kitu. Kwa hivyo tungewashauri wazazi, ukiona mtoto wako yuna vitu kama hivi, ako na vitu kama hizo, jihadharishe sana, na hakika zaidi ya yote useme ya kwamba Mungu na akusaidie, ili ya kwamba usiche ukachikute katika hali na mambo yenye hukuwa unatarajia, sababu umeona hizi vitu watoto wetu ndio wako navyo. Kwa hivyo na kuomba msichana wewe, na kuomba mfulana wewe, na kuomba mzazi mwenye natumia hizi vitu, achana nazo, sababu huyu mwenye amesema hii ndiye anainua kwa barabara, inaua watu. Na amesema hata katika hizi sehemu za Kisii, na wametamka hata sira achari zimekuwa sikitendeka pale, unaona kichauli pale, wao ndio wauzika, na ni watoto wadogo. Mambo wamefunua ni mambo mengi, ni vile tumeyapana kwa sababu ya usalama wao na kuendelea kwao. Kwa hivyo Mungu akubariki utakapojiadharisha na wana wako. Mungu awabariki sana. Asante sana. Wapenzi wana wa Mungu, tena katika siku ya leo tunamshukuru Mungu vile tuko katika mzururo wa kufanya kazi katika shamba la Bwana. Leo hii imewezekana kupitia kwa mzee Charles Morwani, mmoja wa wana Mkeni, mzee wa kanisa, na mwingine mtumishi wa Mungu Joshua Omare, nami mwingine mtumishi wa Mungu Innocent Wabuyele, na mwingine anayetuchukua picha mtumishi wa Mungu ndugu Jafeth. Mwezekana ya kwamba tena tumefika mahali hapa katika poma hili ambapo tumekutana na mtoto ambaye ni mwanafunzi katika shule wa kidato cha 3, mfurana. Lakini imewezekana kulingana na vile mambo iko katika shule ambalo analolisoma, amekumbana na watu ambao wanataka kumuingisha katika uabudu wa mashetani. Na vile tumesemezana sasa ndio tumegundua vitu kama hizi ambavyo tunavyowaambia wana wa Mungu msiwe mnatumia, ni onyo. Kuna zingine hapa vitu kama hizi zanga pia ni onyo, tumezitoa katika mahali kwake, na hata hizi vitambaa ukisiona siko na kazi yake zinafanya. Kwa hivyo mtu mahali popote, mpenzi Mkristo mwenzangu, unapoona mtoto wako ako na vitu kama hizi, unafaa kuchepuza nazo. Vile vile kuna huu mshipi ukiutazama alipewa na hao watu wanataka kumuingisha katika mashetani. Tukagundua tulipokuwa tukisemezana, ilipatikana mfurana, kitu cha kwanza hataki maombi na hataki watu waombe. Tulipokuwa tukifanya maombi, anachiishi ya kwamba he feels uneasy, hataki watu waombe, nasikia ni kama anapanda na choto, mishipa ya mwili inaanza kusizimuka, anataka kuanguka chini.
ni kwa sababu ya miegezo ya nguvu za shetani. Lakini tukaona vitu kama hizi ndizo zinazotumika, very simple things, ili ya kwamba ikaendelea katika hali hiyo. Ajabu ni kwamba tukagundua ya kwamba mama yake na huyu mtoto yeye alisema ya kwamba ataenda kanisa. Lakini tumefanya mpangilio, tumekubaliana tukienda karibu hizi vitu, upatizo utakao kuwa karibu, huyo mfurana tumpatiza sababu amepeana hizi vitu. Kisha baadaye amesema ya kwamba mama yake pia yeye imegundulika ya kwamba anatumia hii sanga hii unapoitazama. Lakini baadaye kwa upendo tulipojifunza tukaona kwamba hii ni miungu ya kuabudu. Mama akaamua akasema na yeye yu tayari kupatizwa hata leo hii ikiwa ingekuwa inawezekana. Kwa hivyo tumefanya mpangilio. Hii habari tutaibeleka katika kwa conference kwa viongozi wetu ili ya kwamba tufanye mpango, sababu hajawahi kuwa Mwadventista, amekuwa akiabudu hapa na ameamua bila aliona ya kwamba vitu kama hizi zinazuia maombi ya Mungu kuyasikiza na kujibu. Tumeelewana ya kwamba na yeye pia watapatiswa na mtoto wake. Na hiyo upatizo ukifanyika, jina la Bwana litainuliwa na mkono wa Bwana utaonekana. Kwa hivyo wenzetu tunataka kuwashauri. Hizi vitu tutakapoenda kuziharibu, tunaamini ya kwamba mkono wa Bwana utaonekana na hii familia itakuwa imefunguliwa na makuu yatatendeka katika maisha yao. Kwa hivyo na wewe ukiona mtoto wako kuna vitu kama hizi zimesemwa, mambo kama haya na hizi vitu na kuna zingine alisema ya kwamba kule shuleni kwenye anasoma ndio sasa kuna chain zingine alipewa na hao watu siko ndani ya sanduku lake. Kwa hivyo tumekadiriana sababu hatungeweza kufika shule leo kwa sababu zimefungwa. Siku ile ikifika tutaenda tuchukue hizo vitu, tusichome na kisha baadaye apatizwe. Sijui kama vile mzee wa kanisa kuna jambo utatamka moja. Bwana tu nataka kusema ya kwamba watoto wetu wameingia katika mambo hatari sana. Na mambo mengi wanayapata kutoka kwa marafiki. Hawakusaliwa na hizi vitu. Hizi ni vitu wanapata kutoka kwa marafiki. Hata huyu mtoto tulipokuwa tukimwoji alisema ya kwamba alipewa na marafiki zake. Alipewa akiwa shule. So naomba ya kwamba wazazi wale ambao wanatazama hii wajue ya kwamba hizi vitu ziko kwa nyumba zetu na hatujui. Hiyo naomba ya kwamba tuombee watoto wetu. Sisi kama wazazi tuombee watoto wetu. Watoto wetu wameingia katika mambo ngumu na hatari kabisa. Hivyo ni asante kwa kutazama na tusidi kuombea watoto wetu. Na huyu mtoto naye tumemuombea na vile vile tumeombea wengi na Mungu amewaonekania. Asante. Mtumishi wa Mungu utasemaje? Ninashukuru wenzangu mhubiri kwa kunipa nafasi. So hii ni hatari sana kwa familia na inastahili ya kwamba tuwe makini kila wakati. Watoto wanapoenda shule, wanapoenda mahali popote, wanapoleta kitu chochote katika bomu, ni hakika ya kwamba kama mzazi lazima uulizie na uchunguze hiyo kitu imetoka wapi. Sababu tumeona watu wakipewa tu vitu za free. Finally hizi vitu ndio zinaleta rahana katika familia. Ndio zinaleta changamoto katika familia. So kama wazazi tuko na kibarua, lakini Mungu mkuu wetu anapokuwa mbele yetu anatufungulia mambo mengi na tunayaona. Na wakati tunapomtegemea Mwenyezi Mungu, ni hakika ya kwamba haya yote yatapita na hizi vitu hazina nguvu katika maisha yetu kama Wakristo. Isipokuwa tu tukimwachilia Mungu kama kiongozi katika familia na katika watoto wetu, hakika ya kwamba hizi vitu zote hazitakuwa samana katika maisha yetu. Hebu na Mungu aweze kutubariki. Kwa hivyo mpenzi mpendwa, Mkristo wa Bwana, mwana wa Mungu, ushauri ni mmoja vile tumeshauriwa hapa na hao wahubiri wote wa Mungu, ni kumaanisha ya kwamba sasa hizi vitu tunaenda kusiangamiza kwa moto ili ya kwamba tukiongojea ubatizo wa wenzetu wakati tutakapopanga ili ya kwamba wapate ubatizo. Hivyo sasa na wacha Mungu akubariki, tunaenda sasa katika kwenda kuziharibu. Wasikilizaji na Wakristo wenzangu, hizi vitu tumefika wakati na masaa ya kwenda kuziharibu. Sehemu ya kwanza hiyo ni sanga yenye imepeanwa kwa mwenye anaenda kubatizwa baada ya mafundisho. Hizi ni zile ambazo zimepeanwa kutokana siko na nguvu ambazo hazifai za kishetani. Na hiyo nyingine, na hiki ni kitambaa, na huu ni mshipi ambao tunaenda kuharibu uliopeanwa kwa njia hizo kwa nguvu za mashetani. Kwa hivyo tutakapoenda kuangamiza hizi vitu,
Unaweza ukajiuliza ni kwa nini tunasiangamiza kwa moto. Unajua maandiko yanasema katika Waebrania 12 mstari wa 29 ya kwamba Mungu wetu ni moto ulao. Na kila kitu inaharibiwa kwa moto, ikiharibika kwa moto, ikitoka pale kama dhahabu, unakuwa ni mtu safi. Hivyo sasa tunasema ya kwamba hao wenzetu watakapoenda katika ubatizo baada ya kuharibu hizi vitu, watakuwa wamekombolewa na mkono wa Bwana utaonekana katika maisha yao. Sasa utaomba ile zinaendelea kuchomeka. Tuombe. Baba mtakatifu na Mungu wetu isiye juu mbinguni, tunapochoma hizi vitu ambaye ni shetani aliletea watoto wetu, tunaomba ya kwamba nguvu za mbinguni zishuke, siwe pamoja nasi katika hii huduma tunafanya, kwa sababu ni huduma takatifu. Tunakemea maovu yote ya shetani ambaye yanaletwa na yule muovu, kwa jina la Yesu yaweze kutoka kwa hii familia, yaende mpaka huko kusimu. Na tumeomba tukiamini katika jina la Yesu ambaye ni Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Entekiye kuitia talete kinta to gole kita magutana yale.
ogenda libwire omorero babe ngokori gore lyoga nyabosi